Lakini la muhimu zaidi kwa sisi kama idara ya maendeleo ya mifugo, tutakapoikutia nyama sehemu yoyote ambayo haikufuata maeneo ambayo ya uchinjaji, ambayo si haikupita katika maeneo rasmi ya uchinjaji, kwa hiyo sisi ile tunaikamata. Na jambo la kwanza ni total condemnation, bila kujali, kwa sababu sisi kawaida yetu lazima afanywe postmortem. Kwanza lazima afanywe antemortem inspection, halafu baadaye afanywe postmortem inspection. Lakini zote hizo kwake yeye atakuwa amezikwepa. Kwa hiyo hatuwezi tukajua yule ng'ombe alikuwa na matatizo gani kabla hajachinjwa, na pia alikuwa na matatizo gani baada ya kuchinjwa. Huyu ng'ombe ni wa kwake, anatokea nani, ili kuwaje, na baki ya mambo mengine. Lakini pamoja na yote itakuwa ni total condemnation, tutakuwa na maonyo makali. Upande wake daktari mkuu wa mifugo Pemba, Iron Edmond Ringo, akizungumza kabla ya utekelezaji wa nyama hiyo, amesema utaratibu wa uchinjaji wa ng'ombe huyo ulitakiwa ufanyike kwa kufuata mwongozo wa wataalamu wa mifugo ili kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Yule ng'ombe alitakiwa pia kaguliwe na maafisa wetu ambao tunao kule machinjioni kwa ajili ya kuangalia kwamba ile nyama inafaa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Lakini yote haya hakufanyika. Ng'ombe kachinjwa katika mazingira ambayo ni ya mabondeni, na ilikuwa ni moja kwa moja atolewa kule mabondeni kwenda machinjioni, kwenda mabuchani, pelekwa kwenye mabucha yaliyo Pawete. Kwa hiyo kisheria, kama alivyosema mkuu wangu wa idara, ni kwamba amevunja sheria ya Animal Act ya 1999 na lazima hukumu ifanyike. Akizungumza mara baada ya zoezi la utekelezaji wa nyama hiyo, mkaguzi wa chakula na vipodozi kutoka ZFDA Hamis Makame Hamisi pamoja na mchinjaji wa ng'ombe Kasim Rashid mkazi wa Sebuatu Bopwe wamesema, lakini pia hakukuwa na daktari ambaye angeweza kukagua, kafanya antemortem pamoja na postmortem kama sheria inavyoeleza. Kwa hiyo amechinja bila ya kuwepo kwa daktari kuthibitisha usalama wa nyama ile. Lakini leo tukaona huyu ng'ombe kwa kumuita takija kimpakia kufika juu itakuwa kashakufa. Kwa maana hiyo sisi tumemchinja. Najua tumefanya makosa sana kumchinja yule ng'ombe, na yeye mwenyewe kahafilika, hakumwambia daktari. Gari iliyotumika kubebea nyama hiyo ni gari aina ya Kerry iliyosajili namba Z141 AM. Kwa mujibu wa maelezo ya wataalamu, wamesema gari hizo hazitakiwi kuchukua bidhaa ya nyama.